za mitaa. Kiasi kubwa cha fedha kimeendelea kutekeleza miradi ya maendeleo na miradi ya kuimarisha ustawi wa jamii katika maeneo mbalimbali kule mnakotoka. Miradi hiyo imechochea maendeleo na kuboresha hali ya utoaji huduma za kijamii na kiuchumi kwa wananchi wetu. Ndio maana mara zote nimekuwa nikisisitiza uwajibikaji na ufanisi katika halmashauri, kwani huko ndiko waliko wananchi wengi na ndiko tulikoelekeza miradi mingi ya maendeleo, na tutaendelea kutegemea ushirikiano wenu katika kuhakikisha kwamba kazi kubwa inayofanywa inaleta matokeo yaliyokusudiwa na kuimarisha ustawi wa wananchi. Sasa katika kufanya hivi ili haya yatimie, kuna mazuri na machungu yake. Mnajua kwamba katika kipindi cha miaka mitatu hiki nimekuwa nikitoa mikeka mingi ya mabadiliko kwenye serikali za mitaa, ngazi ya mkoa, wilaya, halmashauri, huko mingi tu, na si kwa raha au kwa kupenda, ila kwa kutafuta cream wale watakaosimama na serikali kufanya kazi serikali iliyokusudiwa. Sasa nataka kusema kwamba kama maxi ni 100, tuko kwenye 85. Tumeshanyooka. Tumebakia 25. Tutakwenda kunyoshana polepole mpaka wote tusimame njia hiyo. Ndugu mwenyekiti na wajumbe, mwaka 2021 nilipozungumza nanyi ilikuwa takriban miezi 6 tu tangu nishike hatamu ya uongozi wa nchi yetu. Nilitumia mkutano ule kuainisha mipango ya serikali kwa wananchi walioko kwenye halmashauri zenu. Niliahidi kujenga jumla ya madarasa 15,000, vituo vya kutolea huduma za afya kwenye tarafa 250, na niliahidi kuongeza kasi ya upatikanaji wa maji safi na salama na ujenzi wa barabara vijijini. Niliahidi pia kurejesha baadhi ya vyanzo vya mapato vya halmashauri vilivyokuwa vimechukuliwa serikali kuu. Sasa ni wajibu wangu kuwarudishia mrejesho wa ahadi zile nilizozifanya. Lakini kwa bahati nzuri, nilipopita kwenye mabanda ya maonyesho kabla sijaingia hapa, majawabu yote niliyakuta kwenye mabodi na wakurugenzi walinieleza yaliyofanyika. Kwa hiyo nadhani nisiwapotezee muda kusema nilifanya.